Na asante kwa nafasi hii. Nafikiri ni muhimu kutaja hali ilivyo kwamba wakati kumetangazwa juzi kwamba fedha zimetoka, jana nimezungumza na walimu kadhaa tu na ifikapo saa 5 hivi nafikiri kila shule ilikuwa imepokea mgao ambao ilitarajia. Kwa hiyo si kwenye karatasi. Fedha zimewafikia lakini zimepata wana mapengo mengi sana ambao tutazungumzia baadaye pengine. Naam. Na bila shaka kwa faida yako mtazamaji ni kwamba mgao huu wa fedha unastahili kutolewa kwa 50% muhula wa kwanza, muhula wa pili ni 30% na muhula wa tatu ni 20%. Hivyo basi maswali tunayouliza ni je, fedha shilingi bilioni 22 zilizotolewa na kufikia shule tofauti zilifika kwa asilimia hiyo 30? Labda tutakuwa tunaungana na waandishi wetu wa habari kutoka maeneo tofauti wakiwa wanazungumza na baadhi tu ya walimu na ambao watatueleza iwapo fedha hizo zimewafikia kwa asilimia 30. Sasa nirejeshe kwako Bwana Tom Nyambeka. Swala la mgao wa fedha ni swala ambalo kila mwaka tunajua kwamba shule zitahitaji fedha. Na kwenye katiba tumesema kwamba ni elimu ya bure. Hivyo basi ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanakwenda shuleni na wanapata kushughulikiwa vilivyo. Lakini tunapoangalia makadirio ya bajeti kama ilivyowekwa wazi wiki jana ni kwamba mahitaji ya kila mwaka haswa katika sekta ya usimamizi wa mitihani ilikuwa imependekezwa shilingi bilioni 12. Taarifa ya sera ya bajeti ikasema ni shilingi bilioni 6. Kwa hivyo pale kukawa kumepunguzwa tena kwa bilioni 6. Lakini mgao uliopendekezwa ukawa ni hakuna kabisa. Hivyo basi hapo pana pengo la jukumu la mitihani. Uhakiki na ubora wa viwango. Mahitaji ya kila mwaka yakawa ni shilingi milioni 600. Taarifa ya sera ya bajeti kaidhinisha shilingi milioni 600. Mgao uliopendekezwa ikawa ni hakuna. Mpango wa lishe shuleni. Nakumbuka hili swala ndilo linalowaweka wanafunzi wengi shuleni. Mahitaji ya kila mwaka ni shilingi bilioni 7.21, lakini kiasi kilichoidhinishwa ni shilingi bilioni 3. Hivyo basi unaona tofauti iliyopo. Tuangazie sasa fedha za elimu ambazo ni mgao wa fedha ambao tunazungumzia sasa hivi na ambao ulikuwa umepunguzwa kwa shilingi bilioni 1.2, na katika shule za junior school ukapunguzwa kwa shilingi bilioni 14.7. Sasa tuko hapo kwa mgao wa fedha. Tayari mgao wenyewe unachelewa kufika shuleni, lakini hata unapopendekezwa kinachoidhinishwa tayari tena kinakatwa. Basi inakuwa vipi katika kuendesha shughuli za masomo shuleni? Ninashukuru sana dada Andrew. Na ningependa mwanzo kuweza kujinasibisha katika nafasi ya wazazi wetu, wanafunzi na washikadau wengine katika sekta nzima ya elimu, kwa sababu ni swala la kuomboleza. Sababu kwanza tukitazama muda, sasa hivi miezi ishapita wanafunzi wakiwa katika shule zetu. Inamaanisha kwamba wanafunzi waliingia shuleni Wizara ya Elimu ikaendelea kuvuta muda. Anavyosema mwenzangu, pesa ziliweza kuwafikia walimu wakuu jana usiku. Ni usiku, si mjana, si mchana, kunradhi. Ni swala ambalo linaleta utata, linatatanisha, kwa sababu hao walimu wakuu hawawezi wakaendesha shughuli yoyote shuleni ikiwa kwamba hawana rasilimali ambazo ni fedha. Naam. Jambo jingine la kutatanisha ni kwamba tumefika kiwango ambacho lazima wizara isikilize wananchi wanazungumza jambo gani baada ya kupendekeza wazo fulani, ndipo waweze kujikokota na kutekeleza jukumu lao. Ni ishara tosha kwamba kwa hakika kifedha Wizara ya Elimu imepiwa na pigo, kwa sababu huenda serikali haitaweka swala hili wazi ama kuliweka paruwanja, lakini kutokana na muda ambao umepita tangu shule zifunguliwe mpaka wananchi waanze kupiga kelele, ndipo labda wizara iweze kujikokota. Inaonyesha kwamba kwa hakika kuna uchechefu wa kifedha katika wizara hiyo. Jambo la pili, niweze kusema kwamba kwa mtazamo wangu, enzi za hapo nyuma hatujakuwa na viwango kama hivi. Inamaanisha kwamba tunaendelea kucheza na muhimili mkuu. Nilivyowahi kusisitiza katika safu fulani nikisema kwamba wakati ambapo tutafika
kama taifa tuanze kuchezea na kuyumbisha muhimili wa elimu, basi taifa letu litakuwa matatani. Naam. Walimu wakuu wamekuwa wakipiga mayowe wakisema kwamba hawajapata fedha hizo, na suala ambalo tumeshuhudia ni kwamba serikali inawatishia kuwapiga kalamu. Kwa hivyo tufikie kiwango ambacho mtu ambaye ana haki ya kuwasilisha hoja, Naam. anapoziwasilisha tena kwa kilio, mtu anamfumba midomo yake miwili, anamwambia ukiinua shingo utakiona cha mtamakuni. Naam. Swala kuu ni kwamba wanafunzi wetu ndio wanaendelea kuumia katika shule zetu. Na tuweze kuelewa kwamba swala hili linaathiri kila mwanafunzi, kwa sababu shule zetu zimesawazishwa katika taifa lote. Kuna wanafunzi ambao wanategemea hii michango na udhamini wa serikali kikamilifu, hasa tukiangalia katika maeneo ya mabanda. Inamaanisha kwamba kuna wanafunzi ambao wanafika shuleni, wanarudi nyumbani bila kupata makande ambayo wanayategemea kule shuleni. Kutokana na changamoto ambazo wanazipitia katika mazingira ambayo wanaishi. Kwa hivyo ni swala ambalo pia kisaikolojia tutakuja kuangazia ni jinsi ipi ambayo mwanafunzi ambaye anatoka katika mazingira, kwa mfano maeneo ya mabanda, atasomaje, hajapata chakula ambacho ameahidiwa, na hayo mambo yatakuwa tunayazamia zaidi tukisonga mbele. Naam, asante sana Bwana Nyambeka kwa hilo. Mtazamaji, unazidi kufuatilia kipindi hiki cha TV47 Matukio. Tunaangazia mgao wa fedha shuleni na haswa kwa muhula huu wa pili. Bi Christine, najua kwamba awali wanafunzi walistahili kupokea shilingi 22,000 zikapunguzwa hadi shilingi 10,000. Sasa sijui wanapokea shilingi 1000 ngapi, lakini utakuwa unatueleza, na vile vile utatueleza iwapo mgao huo unatosha, kiwango hicho kinatosha kwa kila mwanafunzi. Asante Andrain. Swali hilo hata mimi nimekuwa nikifikiria nikikuja huko. Fikiria they were supposed to get 22,000. And vile umesema hapo awali, this 22,000 was supposed to be gotten in first term. Yes. Tuko second term, actually tuko karibu kufika mid second term. This money was not remitted in first term. Then tumekuja second term. Sijui kama mwenzangu anasema pesa ilifika jana usiku. Kuna pesa imetolewa. La, ni jana asubuhi. Ni jana asubuhi. Nafikiri mgala ni vizuri ukamua na haki zake ukampa. Okay. Ni jana asubuhi. Mchana. Naam, saa 5. Sawa, nilikuwa. So wanafaa kupata 22,000, ikasemekana 11,000 are supposed to be gotten. What has gotten into the accounts is 8,000 shillings per child. So 8,000 shillings wako na deficit ya 2,000. This 8,000 shillings kuna amount again bado inakuwa held na government. Kuna some taxations, NHIF for the children, I don't know what, and other things that are, so it's not even 8,000 per child per se. So let's work with a rough figure of maybe 6K yenye imeingia kwa account ya shule. So there's a deficit of 2,000 shillings which haijulikani itakuja lini. This is second term. Kwa hivyo hizi shilingi 8,000 sasa, toka shilingi 22,000, shilingi 11,000, shilingi 8,000. Zinastahili kushughulikia mahitaji gani haswa? Manake wazazi huku nje wanapiga kelele kwamba kuna ada za ziada ambazo wanatozwa. Hivyo basi serikali inaposema kwamba huu ni mgao wa fedha shuleni, shilingi 8,000 kwa kila mwanafunzi. Shilingi 8,000 hizi zinastahili kushughulikia mahitaji yepi haswa? Hii shilingi 8,000 inafaa kulipa resource personnel at school. Inafaa kutumikia watoto kwa resource materials shuleni. Inafaa actually take care of infrastructure in the school and take care of the school generally, everything that running in the school. Hawa ni wana head teachers hawajapewa pesa kuanzia last year to first term. So saa zile tunasema wazazi wanaitishwa pesa, I ask myself, so shule inafaa irun, how is the school supposed to run? Mwanafunzi hajalipa school fees for term 1. Amekuja shule term 2 bado hajalipa school fees. What is this principal supposed to do? Hiyo ni swali ningependa kuuliza hata wenzangu hapa. What is that principal supposed to do? Nafikiri ni muhimu kuchora taswira yenyewe ilivyo shuleni. Manake nimechukua muda sana kuzungumza na walimu hasa walio nyanjani. Sasa kupitia hata mbali na kwamba pesa zimetosha ama hazijatosha ambazo zimeletwa, nimeweza kuuliza hasa ni changamoto gani ambazo wamezipitia, na nafikiri ni kuandamana na swali muuliza zinafaa kufanya nini hela hizi. Mwanzo
kuna wafanyakazi ambao bado wanalipwa na shule. Kwa hiyo wafanyakazi wale hawajalipwa kwa muda sasa. Pili, unapata kwamba lishe, vyakula ambavyo wanafunzi wanafaa kuvila vinatokana na mgao huu. Sasa nimeuliza mwalimu mmoja, ameniambia kwamba imebidi wakapunguza viwango. Hivyo kama ni sukari wamekuwa wakitumia pengine kilo 12 ama kilo 10, ikabidi wakazikata kuzipunguza hadi pengine 5 ama 4, kumaanisha kwamba basi uji utakuwa una sukari ya kutosha. Vivyo hivyo ikija ni katika kama kanda kwa mfano ile wanaita githeri, unapata kwamba kama ni maharawe imebidi yapunguzwe na mambo kama hayo. Na vile vile kumbuka kuna baadhi ya shule nyingi tu zimebidi sasa, kwa sababu hawana pesa za shughuli ama kukamilisha shughuli zao, basi ikabidi wakakopa kwenye mabenki. Na izingatiwe kwamba pesa za benki huja zikiwa na ama tuseme kwamba zitakuja na riba. Kwa hiyo ni mzigo zaidi kwa shule zile. Na moja akaniambia kwamba baadhi ya shule kwa hakika hata mabasi yamechotwa na makampuni yale ya mikopo. Kwa sababu sasa mjeza kulipa mabasi ama pesa ambazo mnafaa kulipa kwa mwezi. Wengine wamekwenda mpaka wale suppliers ambao wanafaa kuwaletea mahindi, wanafaa kuwaletea sukari na mambo kama yale, wamekwenda mpaka kortini kuwashtaki ama kushtaki shule hizi kwamba shule hizi ama shule fulani imekataa kunilipa mimi. Kumbuka sasa mimi ikiwa kazi yangu ni kukuletea unachokitumia, kwa hakika mimi sina haja na serikali na haja na shule. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kuchelewa kwa mgao wa pesa hizi shuleni, mbali na kwamba ipo changamoto nyingine kubwa zaidi ya kwamba hazitoshi. Na nafikiri taswira hii itajipa zaidi ikiwa tutaangalia kwamba miaka zaidi ya 60 iliyopita, wakati tulipata uhuru wa nchi hii, tulikuwa na haja kubwa sana ya kupigana na vitu vitatu. Umaskini, ujinga wa kutojua kusoma na kuandika, na vile vile magonjwa. Ikiwa bado tunajipurura katika hali ya kupigana na umaskini miaka 61 miaka 60 zaidi ya 60 tangu kupata uhuru, nafikiri si haki. Na kuangalia takwimu pia zinasema kwamba upo uhusiano mkubwa sana kati ya elimu ama masomo na umaskini. UNESCO kwa mfano imesema ikiwa kila mtu aliyefikisha miaka 18 atamaliza masomo ya sekondari tu, basi tuna uwezekano wa kuhakikisha kwamba tumepunguza umaskini ulimwenguni kwa kiwango nusu. Aidha wakasema ikiwa watu wanaweza kujua tu kusoma tu, basi tutakuwa tumepunguza umaskini uliokithiri, ile extreme poverty, kwa kiwango cha watu milioni 171. Kwa hiyo unaona kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya masomo na umaskini. Na kwa hakika nchi kama Kenya, kama kuna kitu kama alivyosema Mwalimu Nyambeka kwamba kama kuna muhimili wa kimsingi ambao hatufai kucheza nao, heri tukacheza na kwingine na mengine na wengine. Lakini ikija elimu, kwa hakika nafikiri athari za elimu ikiharibika katika taifa fulani huwa ni kubwa zaidi ya mabomu yakilipuliwa katika taifa hilo. Asante sana kwa hilo Bwana Nyaga. Mtazamaji